Mtazamaji wa Kawabe Media, karibu kwenye mbelenge za kimichezo. Mbele yako ni shabiki maarufu wa Simba Sport Club na ni mwanachama pia wa Simba Sport Club. Shabiki mwanachama wa Simba Sport Club mwenye kadi yake kabisa wanachama. Miko Kisugu. Kwanza habari za saizi? Habari za saizi ni njema. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ameendelea kutenda. Na ndio maana sasa tukakutana, lakini kikubwa tuendelee kumuomba yeye aendelee kutulinda, lakini pia endelee kutupa afya njema ili tuweze kulipambania taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tuko wote lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama, tuko na afya njema. Kisugu, tuanze hapa. Kumekuwa kuna scenario nyingi sana zinapita hapa katikati, hususan kwenye mchezo wenu nyie na watani zenu Young Africans. Leo hii kuna baadhi ya watu walipata mwaliko bungeni, akiwemo rais wa shirikisho la mpira wa miguu wa Reskalia, pia vile na rais wa Young Africans, na kile ambacho watu wengi sana wanachokizungumza ni juu ya mchezo wenu huu. Na pia leo nimemsikiza Almas Kasongo alikuwa anafanya interview na moja ya chombo cha habari, alisema kuwa kile ambacho Young Africans wanachopost kwenye mitandao ya kijamii wenyewe hawajapata barua kuwa Young Africans hawatoshiriki mchezo. Nikawa na connect dot hapa, ndio zile drama ambazo wale Skalia alikuwa anazisema ndio hizi tunazoziona Kisugu. Kwanza mimi nafikiri hata nyinyi waandishi wa habari mnapata tabu, jambo ambalo hamtakiwi kulipatia tabu kwa sasa, kwa sababu anayesimamia mchezo wa mpira wa miguu Tanzania mwenye zamana ni chama cha mpira wa miguu kwa maana ya TFF. TFF wakishirikiana pamoja na bodi ya ligi. Bodi ya ligi wameshatoa mkeka ule, ratiba ya namna ambavyo michezo ya mwisho ya ligi ya CRDB kwa namna ambavyo itakavyokuwa. Sasa kwa nini mna haraka? Kwa nini mnakuwa mna hoja iliyokuwa wakati wa muda na time bado hujafika? Kwa hiyo mimi nafikiri waandishi, hili jambo ni kuombeni kwamba tuliachie muda, tutakwenda tutazungumza. Mpira hauendeshwi kwa matakwa ya mtu namna ambavyo wanavyotaka. Mpira unaendeshwa kwa mujibu wa taratibu za sheria. Vilabu hivi vya Simba, vilabu hivi vya Yanga, vilabu hivi vya Azam, vyote vina katiba. Lakini moja ya katiba vinavyoendesha hivi vilabu, katiba mama imetoka kwenye chama cha mpira wa miguu Tanzania, TFF. Kwa hiyo anayemiliki vilabu hivi kwa mujibu wa taratibu ya katiba ya sheria ya mpira, TFF wanamiliki hivi vilabu. Na ndio maana ukisoma katiba ya vilabu vyote nilivyovitaja hivi, iko sehemu inasema wazi kwamba wako tayari kupokea maagizo na maamrisho yote ambayo yatakayoamriwa na chama cha mpira wa miguu kwa maana TFF. TFF wametangaza ratiba. Huyu aniyesema yeye achezi, tusubiri muda ufike. Asilete timu tuangalie wenye mpira wao nini watakwenda wataamua. Shida, kuna muda tutaki kuzungumzia uasi wa mpira kwenye nchi hii, kwa sababu mimi naamini waandishi wameingia kwenye siasa kwenye mpira wa nchi hii. Vilabu vimeingia kwenye siasa ya mpira kwenye nchi hii. Wasemaji wameingia kwenye siasa kwenye mpira kwenye nchi hii. Pamekuwa na vagaranti. Lakini kabla hatujaingia kwenye hizo siasa, lazima tuamini kwamba mpira una taratibu zake na sheria zake. Una sheria 17 na una kanuni nyingi ambao mpira kwenda kuziongoza huu mpira. Leo tumeshika tu, hatuchezi. Nanyi waandishi mnaingia kwenye hizo siasa. Subirini muda ufike. Leo hawa ambao wao wanaosema hawachezi, hawa leo ambao wanasema wametoa barua kusema wao hawachezi, hawa wanakwenda kucheza na Prison, hawa wanakwenda kucheza na Namungo, hawa wanakwenda kucheza na Dodoma Jiji, wanakwenda kucheza hawachezi. Wakati wanacheza nani anawasimamia? Sasa nyinyi muone kwamba hawa wanaamua tu kuwachezea watu akili. Ni drama zao hizi Kisugu. Ni drama tu. Hawa ni waimba taarabu, waendelee kuimba taarabu, muda utakwenda tutaongea. Ikitokea basi Kisugu wakasimamia msimamo wao, maana kuna baadhi ya wanachama kama rafiki yako Mwalimu Yanga, nilikuwa nafanya naye moja ya mahojiano, alisema kuwa wenyewe ndio wanaimiliki ile club. Yes, inawezekana. Wao wanamiliki kile klabu. Lakini unaweza kumiliki klabu. Ni sawa sawa sheria ya nchi. Unaweza ukamiliki nyumba, lakini ardhi ikawa sio ya kwako. Mwenye ardhi akiamua ondoa nyumba yako unapeleka wapi? Unapoipeleka. Sasa unamwona Mwalimu yuko vizuri? Yuko sawa sawa? Hayuko sawa sawa. Hauna hiyo taratibu juu ya sheria. Naijua hiyo taratibu. Kwa hiyo leo inawezekana mwanachama ukawa na mali yako ikawa klabu. Lakini mwenye mali ya mpira ni nani? Yupo mtu ambaye alipewa dhamana kusimamia mpira. Akisema tucheze mtacheza, na akisema hatuchezi
Tuje hapo kwa upande wa Simba Sport Club ambao kwa hizo siku za hivi karibuni mmekuwa mna mechi back to back, siku mbili mnacheza. Watu wakawa wanajiuliza maswali, au wewe shabiki wa Simba Sport Club Miko Ikisugu una experience, why Simba tu akicheza na baadhi ya virabu vinaidiwa fedha? Na bodi ya ligi pamoja na TAKUKURU waliingia ushirikiano, nadhani unakumbuka hili swala. Watu wakawa wanapigia kelele sana TAKUKURU waingie ndani kuchunguza hivi ambavyo vinavyoendelea, maana yake tunaona kwa michezo ambao watu wakiaidiwa fedha, mchezo unakuwa mgumu sana, watu wanakamia sana mechi, intensity ya game inakuwa iko very high sana. Sasa hii imekaa kaaje Shemiko? Moja, kwanza niwapongeze wote ambao wanawapa ahadi hawa vijana. Nafikiri ahadi wanawapa si kwenda kuachia mechi waweze kufungwa. Ahadi wanakwenda kuwapa ni kuwatengeneza morali kwenda kufanyaje? Kupambana. Sio jambo la dhambi. TAKUKURU hawezi kuingia. Ila mimi ni washauri. Kwa sababu Simba tunapenda ushindani. Hizi milioni 100 unazoweka ni ndogo. Waongeze kuweka milioni 200, waweke milioni 300 ili kwenda kuamsha vijana waweze kufanyaje? Kupambana. Na why Simba tu? Sisi Simba tunahitaji ushindani wa kweli. Na tunaamini ushindani wa kweli tunaopata kwenye ligi NBC ndio umekuwa msaada mkubwa kutusaidia kwenye mechi za kimataifa. Kufanya vizuri. Leo hii Afrika katika mashindano ya shirikisho barani Afrika zimebaki 2. Maana yake unazungumzia Simba, wanakwenda kuzungumzia FC Barakani. Leo jiulize mwandishi, Simba kafika pale kwa kupigiwa kula? Kwa performance. Na sisi tunaamini katika ushindani. Kwa hiyo sio dhambi, na wala si washauri TAKUKURU kuingilia katika hili. Na wala si washauri chama cha mpira wa miguu kuingilia katika hili. Wao kama kutakuwa na mtu anatoa pesa kwenda kuwarubuni vijana waachiwe wafungwe kiurahisi, hapa ndio dhambi ambapo inapoanzia. Wakiwa wanapewa fedha zaidi waachie mechi. Lakini kama wanaamua kwenda kuweka ahadi mechi ambazo tunacheza na Simba, wewe toka upate akili yako, tuzungumzie labda mwaka huu. Timu ngapi umesikia ambazo zimewekewa ahadi katika mechi na Simba? Ipi ambayo ilofanikiwa? Wote wanapoteza. Wacha endelee kuwapa ahadi. Wamekuwa wanawapa game nzuri na nyinyi mnakili. Yes, sisi tunahitaji game za ushindani. Sisi tunapenda kushindana. Tunapenda kushindana. Na watu wakawa wanajiuliza why upande wa pili waweke ahadi hizi, usikii sana ahadi Shemiko Ikisugu. Ya Ngoswe mwachie Ngoswe. Ya Ngoswe mwachie Ngoswe. Ya kwao wao wenyewe ndio wanaweza kuyajibu. Lakini sisi ya Simba tunaweza tukayajibu ya Simba. Yes. Kwa mtazamo wako wa kishabiki Ikisugu, kuna baadhi ya timu zinadhaminiwa na mtu mmoja, pengine kwa watu wanapata favor. Hili limeshazungumzwa sana. Lakini kwa bahati mbaya linashindwa kufanywa maamuzi kwa sababu hatuna kanuni ambayo inakwenda kuzuia au kuruhusu hilo jambo. Na ndio maana hii leo, kwa sababu kanuni haijasema, imeachia nafasi juu ya hilo jambo, yuko bilionia amejitokeza na kuja kudhamini timu 10. Kikao kilikuwa kizito sana. Yuko bilionea amejitokeza kuja kudhamini timu 10. Kwa sababu hatuna kanuni inakataza, na mpira wetu tunahitaji wawekezaji, lakini tumuombea bilionea huyu naye na afya njema, Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda, aje kudhamini vilabu zidi 10 katika mpira wetu. Aweke naye nguvu. Kwa hiyo sisi tuliwahi kusema, baada ya kusema tukaambiwa kwamba hii sio dhambi kwa sababu hatuna kanuni ya moja kwa moja inakwenda kufanyaje? Kukataza. Na ndio maana bilionea amesikia na anakuja kufanya uwekezaji katika mpira kwenye nchi. Kwa hiyo kikubwa tuendelee kumwombea dua aje kuwekeza katika mpira. Kama yule kawekeza 6, huyu anakuja kuwekeza 10, timu 16 zinakuwa dhamini, goma linakwenda kupigwa. Wanaenda kukutana na Mpanzu. Yes, tunakwenda kukutana na Mpanzu, tunakwenda kukutana na Ateba. Yes. Hawezi kuondoka bila kukutana naye yule. Yes, lazima. Mpira lazima uchezwe bwana. Lazima mbungi ipigwe. Vilabu hivi mimi naamini vimeanzishwa kwa sababu ya kuja kucheza mpira. Na siku zote huwa nasema niwapongeze sana wazee wetu. Kazi kubwa na kazi nzuri walifanya kulinda tunu la taifa, maana yake Simba na Yanga. Na ndio maana leo mashabiki wa Simba sisi vijana tumeukuta hizi timu zipo. Lakini mbaya zaidi, kuna watu wanakuja na taswira mbaya kwenye hizi timu. Baada kuja kutengeneza mahusiano mtu na mtu, wanajaribu kuja kutengeneza chuki ili Simba na Yanga tuanze kuchukiana, tusijuane ni watani, tutengeneze principle ya kuona kwamba sisi ni wagomvi. Watashindwa kwa jina la Bwana. Watashindwa kwa jina la Bwana. Watu wanaotengenezwa kuja kuharibu utani wa jadi. Kwa jina la Bwana. Na nyinyi ni watani wa jadi kabisa. Yes, sisi ni watani. Mimi napata akili yangu, najua kabisa Simba na Yanga ni watani. Wako watu wa Yanga walikuja kuamtania baba yangu, na baba kuna muda anakwenda kuwatania watu wa Yanga. Lakini kuna muda watu wanajaribu kupambana kuonyesha kwamba Simba na Yanga ni maadui. Lakini tutakwenda, tutapambana, serikali ipo, itasimama kidete kuhakikisha kwamba mila na utamaduni wa Simba na Yanga unaendelea kuwepo.
Kwa kile ambacho kilichoonekana leo bungeni, zile picha kinaashiria rasmi wanaenda kumaliza mambo leo, anaishia kule kule na watu wanatoa tamko. Kilichoonekana leo bungeni. Mpira huwezi kumalizwa na bunge. Nisikia leo ndugu yangu Msukuma na uyanga wake, kumbe hiyo ni Yanga, na maneno yake aliyesema na kutaka kumlazimisha Kabudi lazima akaseme neno kwenye bunge. Kuna muda wengine hata wabunge tujaribu kuzungumza, kusoma kanuni hizi ili tuweze kulinda mpira wetu kwa maslahi mapana ya taifa hili. Tunapokwenda kutaka kutoa maamuzi kwenye bunge, wenye mpira wao wakasikia kwamba bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limekwenda kuamua na kufanya maamuzi makubwa kwenye mpira wa Tanzania, maana yake wakapeleka hukumu na kwenda kuamua katika hiki ambacho kinachotokea, maana yake Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye mpira tunakwenda kulabani. Serikali imeingilia kwenye mpira. Tunaposema serikali imeingilia kwenye mpira, maana yake kishaingia huko tunakwenda kupata tatizo kwenye mpira wetu. Leo Mheshimiwa Kabudi pale anasimama kwa cheo kimoja tu. Anasimama kama ni waziri wa nini? Wa michezo. Maana yake anapokwenda kutoa majibu, anapokwenda kutoa hukumu katika kile ambacho alichokwenda kukizungumza, tunapelekea kuona Tanzania sasa 2027 tusende kuandaa mashindano ya AFCON. Kwa tunapojaribu kukaa bungeni kutaka kwenda kudadavua, kwanza turudi kwenye kanuni na taratibu za mpira wa miguu, namna ambavyo zinafanyaje, zinavyoendeshwa. Nimuombe sana Mheshimiwa Kabudi. Ni profesa yule. Ana uwezo mkubwa. Na ndio maana serikali ya Mama Samia ikamdhamini katika taasisi kubwa, katika wizara kubwa kusimamia michezo. Katika hili asikurupuke. Atulie. Katika hili awe makini. Isifika mahala waziri Kabudi yeye ndo akaenda kubebeshwa mzigo mkubwa, kuonyeshwa vidole wa Tanzania, akawa ndio moja cha chanzo kwa kujua kuwa soka Tanzania. Mimi naamini na namkubali sana Mheshimiwa Msukuma, lakini katika lile alijifakari kidogo, atafakuru maneno yake. Yes, atafakuri maneno yake kidogo. Na hii dabi ya Kariakoo imekuwa inachora picha ya soka letu la Tanzania, na hata pia vile vile Afrika Mashariki, pengine hili ndio inachora picha ya taswira ya soka letu Afrika na Afrika Mashariki. Mchezo usipochezwa, kuna baadhi ya watu wengi sana wakasema itaweza ikatuletea madhara kwenye zile lenki zetu. Sio kweli. Sio kweli. Haiwezi kuleta madhara kwenye ile madhara. Lenki kubwa inaanza kwenye vilabu, namna ambavyo vilabu vilivyopambana kwenye nchi yao. Leo hii nenda kaangalia kwenye renki ya taifa sasa hivi imepanda. Tunapokwenda kwenye mashindano ya kimataifa mwaka huu, Champions League tumepeleka timu 2, shirikisho barani Afrika tumepeleka timu 2. Je, unataka kuniambia tumepeleka timu 4 kwa sababu ya dabi zinachezwa? Ndio hapo watu walikuwa wanajiuliza. Au kwa sababu ya Simba alifanya vizuri zaidi ya miaka 6 katika mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika? Dabi kwanza kuchezwa leo, mimi nazaliwa dabi naikuta. Renki yetu ilikuwaje? Tulikuwa tunapata nafasi ya timu 4. Maana yake kupeleka timu 4 si kwa sababu ya Simba na Yanga wanacheza dabi. Maana yake Simba anafanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Zile point ndio zinasoma pale kupeleka timu 4. Kwa hiyo kuto kucheza kwa dabi au hakuwezi kwenda kuona namna ambavyo tunashuka kilenki. Isipokuwa dabi inapochezwa ukosa kuchezwa, kuna sifa kwenye ligi yetu kidogo inaweza kufanyaje? Inaweza kashuka. Unaamini kuwa Young Africans asipoleta timu ataweza kukata zile alama 15? Shemika Ikusugu, unaamini hilo? No comment. Tusubiri muda ufike. Soka si mchezo wa wazi, Shekisugu. Tusubiri muda ufike. Unaamini anakatwa alama 15? Nimesema tusubiri muda ufike. Sasa wachezi, kwa hiyo mtu asipoleta timu anakatwa alama 15. Mwenye mamlaka ndiye atakwenda kuamua kwamba huyu amekuja, huyu hakuja. Yeye ndio atakwenda kuangalia kanuni zake zinasemaje. Na ndio maana nikasema tusubiri muda. Kwangu no comment. Kwako wewe Kisugu. Yes, no comment. Kesho. Asante sana.